شفا بگیره این سینه زنی ها پشت درب سردار حقین اول باز کل زینب. الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحابته المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutakutana kuomboleza na kukumbushana yaliyotendeka katika siku 10 hizi za Muharram, yakamalizikia kuuawa mjukuu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Imam Hussein alaihi salam, pamoja na wajukuu wengine wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wafuasi wao. Kukutana kwetu katika hizi siku 10 kumewafanya baadhi ya watu kutoelewa kwa nini tukutana, na baadhi kwa kufikiri kwamba twafanya kosa kubwa kwa kila mwaka sisi twaleta upya yaliyotendeka miaka kadha wa kadha iliyopita. Twamlilia Imam Hussein na aliokuwa nao, na taeleza yaliyompata. Wengi wetu hawaelewi kwa nini. Kwa hivyo hututia sisi katika lawama na kujaribu kuambia watu kwa kuwa sisi twafanya makosa makubwa kwa kujadidisha msiba wa Imam Hussein alayhi salam, na baadhi yao watuelewa vibaya, waelewa kwamba sisi hukutana, kazi yetu kutukana masahaba tu. Tafahum hii imeleta migongano mikubwa baina yetu sisi Waislamu. Sasa sisi ni wajibu wetu, sisi Mashia ni wajibu wetu tuweze kuyafunua mambo haya, watu waelewe kwa nini sisi kila mwaka twazungumza mambo haya. Bahati mbaya, mara nyingi wenzetu huzuiwa wasije katika jalsa zetu hizi, wala wasisikize kaseti zetu, wala wasisome vitabu vyetu. Lakini sisi kama Mashia tuna wajibu mkubwa wa kutumia kila mbinu za kuweza kuwafahamisha wenzetu kwamba yale wanayoambiwa sivyo mambo yalivyo. Mara nyingi katika kupinga mikutano yetu hii tunayokutana, wenzetu hututolea aya ya Qur'an, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun, ambayo maana yake huo ni umma ushapita,
watapata walioyachuma, na nyinyi mulioko sasa mutapata mlioyachuma, wala nyinyi hamtaulizwa yale waliokuwa wakiyafanya wao. Hutumika aya hii kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu hataki sisi tuyataje yaliyopita. Ingawa tukisoma Qur'ani yenyewe twaiona imetueleza visa vingi vizuri na vibaya vilivyopita, lakini ni vizuri tuelewe na tuwaeleze wenzetu kwamba aya hii ya tilka ummatun haituzuii sisi wala haiwazuii wao kuyataja yaliyopita. Mwenyezi Mungu amesema wala tusaluna amma kanu ya'malun, hamtaulizwa nyinyi mulioko sasa yale waliokuwa wakiyafanya wao. Kwa maana nyingine ni kwamba kila mtu atalipwa kwa alilolifanya. Kwa hivyo nyinyi yenu mtakaoyafanya mtalipwa, mazuri kwa mazuri, mabaya kwa mabaya, na wao walioyafanya watalipwa mazuri kwa mazuri, mabaya kwa mabaya. Kwa lugha nyingine ni kwamba aya hii yazungumza jukumu ambalo kila mtu analo kwa yale atakayoyafanya. Sasa wakifanya mazuri wao au wakifanya mabaya wao, nyinyi hamtaulizwa walioyafanya wao, nyinyi mtaulizwa yenu mlioyafanya nyinyi. Hiyo ndiyo maana ya aya. Aya imesema hamtaulizwa walioyafanya. Aya haisemi musiyaulize walioyafanya. Vitu viwili mbalimbali. Nyinyi walioyafanya hamtapata matokeo yake nyinyi wenyewe, matokeo yatapata wao, lakini hatuzuiwi sisi kuyauliza walioyafanya. Qur'ani imejaa mifano ya kutuambia tusafiri, tuzunguke katika ulimwengu, tutazame yale yaliyotendwa nyuma ili tupate funzo. Na hili ndilo tunalolifanya sisi, kwamba tuyazungumza yaliyopita, si kwa sababu ya chuki wala vita, bali tunataka tupate funzo kutokana na yale yaliyotendeka nyuma, ili sisi tusije tukafanya makosa yale yale. Kwa hivyo tukikutana katika Muharram, lazima tuyazungumze yale yaliyopata Imam Hussein na aliyokuwa nao. Lazima tueleze yalivyotendeka, kisha sisi tujiulize, watu ambao wasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wanampenda Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wanamsomea maulidi kumsifu Bwana Mtume na sifa zake zote, waliomuona Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyokuwa amekaa na Imam Hussein tangu alipozaliwa, namna alivyompokea alipozaliwa, namna alivyompa jina, namna alivyokaa naye, watu wameona kwa macho.
na namna bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyosema kuhusu bwana huyu yamehifadhiwa mpaka leo na yasomwa na Waislamu wote. Kisha watu kama hawa waliopata sifa za mtu huyu kama hivi, vipi wataweza kuja kumuua namna walivyomuua, na wao wajita ni wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Hakuna anayekataa haya tunayoyasema sisi katika majlisi zetu yaliyompata Imam Hussein na aliyokuwa nao. Hakuna anayekataa kwamba yalitendeka. Yameandikwa katika vitabu mbalimbali, pengine kwa Kiswahili vitabu vichache, lakini vya Kiarabu vimejaa, vya Kifarsi vimejaa, vya Kiurdu vimejaa, vinavyoeleza kwa tafsili mambo haya yaliyompata Imam Hussein alayhi salam. Kwa hivyo, kwa kuwa hayafai kusemwa, si sawa. Ingekuwa hayafai kusemwa, ingekuwa haifai kuandikwa. Kwa nini yameandikwa yasisemwe? Lengo ni kwamba sisi tupate faida, tupate masomo kutokana na yale yaliyotendwa, ili na sisi leo tukiwa tunaona mambo kama yale tujue mwisho wetu utakuwa ni kama ule, na lazima tusimame msimamo kama aliosimama Imam Hussein alayhi salam. Lakini kwa sababu ya chuki na siasa za nyakati hizo, baada ya kuwa mambo yamefanywa, wenzetu husoma katika vitabu, na katika jumla ya vitabu ni kitabu ambacho chaitwa Zubad. Watu husoma wama jara baina sahabi naskutu anhu wa ajra al-ijtihadi nuthbitu, yaliyopita baina ya masahaba tunyamaze, tusiyazungumze. Kwa hivyo watu wameinukia na malezi hayo ya kuwa yasizungumzwe. Kwa nini? Kama mazuri yasingeambiwa yasizungumzwe. Kuambiwa yasizungumze ni alama kwamba kumepita mambo mabaya. Sasa tatizo hapa lipo, Waislamu tumejigawanya, wako wa Hussein, wako na wasiokuwa wa Hussein. Na hili suali pia yataka iulizwe, ni sawa kwa mtu anayesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ni sawa awe yuko anayemuunga Hussein na ambaye anampinga Hussein, akisoma yale yaliyosemwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Awezekana Muislamu anayemwamini mtume sallallahu alaihi wasallam na akayasikia yaliyompata Imam Hussein na aliyokuwa nao, namna alivyofanywa, kisha Waislamu wale wakaona kwa kuwa haya yasizungumzwe, ukikataa kuyazungumza haya huwa unamkinga nani? Unamkinga aliyeyafanya. Kwa sababu gani? Wewe waridhika, waona raha mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wa sallam
kuuliwa namna alivyouliwa, njama zilizopangwa kufanyika yote haya, wewe kama Muislamu, tuseme ulikuwa hujui, ukiambiwa hivi ndivyo vilivyofanywa, bado wewe utashika kambi yako useme la, lakini mimi naona si sawa. Si sawa mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam kufanywa hivi. Hapa ndipo ambapo pana itilafu baina yetu sisi tunaoomboleza kifo cha Imam Hussein na wanaopinga kukiomboleza. Sisi hatukusudii kutukana mtu, tunakusudia kujifunza, na suala letu la kujifunza ni kwamba hivi kweli kulipatikana Waislamu wanaomwamini Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika miaka michache baada ya kufa bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wakawa waona hayafai kuelezwa haya, bali wakaona kwamba Imam Husaini alikuwa astahili kupatikana na yaliyompata. Muislamu asemaye la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah akaona astahili Imam Hussein kumpata yaliyompata, kwa sababu alikuwa akitaka ufalme. Kwa hivyo alikwenda akawa ataka kupigania ufalme. Mtawala alikuwa ametawala, alikuwa ni mtawala wa Waislamu, ni khalifa wa Waislamu. Yeye kwa nini asimame kumpinga? Kwa hivyo likiwa linampata hili ni sawa. Ndizo fikra utakazokuwa unazo ukiamua kumpinga Imam Hussein katika yaliyompata. Sasa sisi tunataka tuelezane, watu waelewe. Yumkini watu wengi hawaelewi kwa sababu yaelezwa kiupande upande, lakini yafunuliwe watu, waambiwe waonaje wewe kama Muislamu, ikiwa huyu amefanya hivi ni sawa? Watu wakielewa hawatatuona kwamba sisi tuko makosani kukutana katika mfungo mne kuyaeleza haya yaliyopita. Na yajulikana, lakini dasturi, kitabu waweza kusomeshwa na mwalimu wako akayatilia mkazo yale ayatakayo wewe uyakumbuke, na yale asiyotaka akakupitisha tu. Kwa hivyo utaona watu watakuwa wamesoma kitabu kile kile chenye mambo yale yale, lakini kisha watakuwa hawayaoni yale. Siku ukimkumbusha ukamuonesha, wewe umesoma kitabu hiki hapa, sasa tufungue ukurasa huu, haya yasome hapa, utamuona yeye ashtuka, asema mimi nakisoma kitabu hiki, mbona sikuyaona? Nakisoma mara kwa mara, na atakuonesha sio ukurasa umekuwa mweusi kwa kufungua mara kwa mara, lakini nakwambia kipande hiki sijakiona, leo wewe nionyeshe hichi kitabu cha nani? Changu, chako, changu. Ilikuwaje ukawa huyaoni? Wallahi hata sijui. Sasa sote ndivyo tufanywavyo, sizungumzi kama ni wenzetu tu, hata sisi kuna ile namna ya kusoma utakavyosomeshwa, ustadh akakutilia mkazo yale ayapendao yeye zaidi, na mengine vile vile ni yako, lakini akayapita tu. Sasa wewe mwenyewe uwe mtundu wa kile kitabu, kikisoma kwa upekuzi, uyaangalie yale yaliyomo, ndio utapata kuyaona. Umuulize na ustadhi wako, mbona hapa naona hivi?
Sasa leo watu wasoma, mathalan kuna utendi waitwa Hamzia. Misikiti yetu yote Afrika Mashariki zamani, palipokuwa katika misikiti kuna darsa, hakuna lectures, watu Ramadhani husoma Hamzia. Ni mashairi ya Busiri, na katika Hamzia amekieleza vizuri kisa cha Karbala na hufasiriwa misikitini. Lakini huwa chasomwa kama ngano, kwa sababu yule mwenyewe shekhe atakuwa hakutilia mikazo kueleza huyu aliyefanywa hivi ni mjukuu wa Mtume. Leo mathalan, na hapa ndio kitu kimoja muhimu sana, Waislamu tumerudi nyuma kwa kutosoma. Hatupendi kusoma, watu wapenda zaidi kusikiza. Lakini Muislamu atakikana asome. Usome vitu vizito vyenye maana. Usisome riwaya, novels soma utapata lugha, lakini soma vitu ambavyo ni vizito, vitashughulisha akili yako, ndio utayaona hayo mambo. Sasa kuhusu Imam Hussein alayhi salam, tuna mashekhe wetu wawili wakubwa wa Afrika Mashariki, na wote wawili waliwahi kuwa machief kadhi Kenya. Mmoja alikuwa chief kadhi Unguja, kisha alipokuja Kenya akawa chief kadhi Kenya. Wa kwanza akiitwa Sheikh Muhammad bin Qasim al-Mazrui. Yeye ameandika vitabu 4 vya makhalifa 4. Kitabu cha kwanza cha khalifa wa kwanza Abu Bakar, kitabu cha pili cha khalifa wa pili Umar, cha tatu wa khalifa wa tatu Uthman, na cha 4 cha Ali. Lakini kwanza ukisoma vitabu vyenyewe majina, cha kwanza amesema ni Abu Bakar, cha pili amesema ni Umar, cha tatu amesema ni Uthman, cha 4 amesema ni Imam Ali. Na yeye ni shekhe wa Kisumu, ameandika wale hakuita kwa cheo chao. Imam Ali amemuongezea imam, kisha amemtilia Ali. Wa kwanza hakusema khalifa Abu Bakar, hakusema khalifa Umar, hakusema khalifa Uthman. Na Sheikh Muhammad kwa wanaomjua ni mtu aliyekuwa akiandika kitu, neno anapolibeka ana sababu yake. Na lau wewe wa muharrir ukabadilisha ule mpango wa maneno yake alivyoyapanga, atajua na atakwambia sivyo nilivyoandika mimi. Kwa nini umebadilisha utaratibu wa maneno? Kwa hivyo kila alilokuwa akilisema alikuwa ana sababu ya kulisemea, na ukiyasoma mule utayaona mambo ambayo yako wazi wazi. Kama utayasoma kwa akili tulivu, uanze kudondoa yale aliyoyasema. Kisha akaja Sheikh Abdullah Saleh Farsi. Sheikh Abdullah ameandika vitabu 2. Mwenyewe cha kwanza kiita Maisha ya Sayyidina al-Hasan,
cha pili ni maisha ya Sayyidina al-Hussein, kwa vitabu viwili vya Kiswahili. Ukivisoma vitabu hivi viwili utamuona Sheikh Abdallah ambaye ni Sunni alivyoeleza tarikh, alivyoeleza vituko vya Muawiya, alivyoeleza vituko vya Yazid, kama vile vinavyoelezwa na sisi. Na baada ya kuyadondoa mambo yote hayo, yeye ndiye shekhe aliyesema, huyu aliyesema wama jara baina sahabi naskutu, huyu asema maneno yake mwenyewe baada yeye ashayadondoa yote, njama zote zilizopangwa na Muawiya, njama zote zilizopangwa na Yazid, na namna alivyouawa Imam Hussein katika Karbala. Sheikh Abdallah ameandika na amekataa kwamba mambo haya yasisemwe, na Sheikh Abdallah si Shia. Kwa hivyo nawaomba ndugu zangu, mkiwa mwaweza kuvipata vitabu hivi muvisome, mtaona baadhi ya mambo ambayo watu wayaogopa kuyasema, wao wameyasema, ingawa si yote yale tunayosema sisi, lakini alhamdulillah kwa kuwa yamesemwa. Kwa hivyo wako mashekhe ambao waona yatakayasemwe haya na wameyasema, wameandika. Juzi Mombasa niliambiwa kwamba vitabu vinavyotoka sasa vimebadilishwa. Nimeacha vijana huko, niwaambia wachukue nuskha ya zamani, wachukue na hizi nuskha mpya, watuambie ni pande gani vimetolewa. Na hili ni jambo ambalo watu watakawalielewe vile vile. Sisi tuwashambulia Wakristo kwa kuharibu Biblia, lakini leo ukiangalia mathalan tafsir ya Qur'an ya Sheikh Abdallah Saleh al-Farisi, mwenyewe ameandika ile misimamo yake, lakini muna katika maelezo ya aya kadha wa kadha ameeleza uzuri wa Mashia na kazi nzuri Mashia walioifanya katika kuendeleza Uislamu. Chapa zinazofuatia baada ya kufa yeye, vipande vile vimetolewa. Kwa hivyo lao mtu angekuwa anayo nuskha ya kwanza iliyotoka, akaona Sheikh Abdallah amedondoa katika kuondoa chuki misikiti kwa majina yake yaliyojengwa na Mashia ambayo si ya Mashia, waswali Masuni, kuonesha kwamba hakukuwa na ikhtilafu. Lakini wale ambao wataka zionekane ikhtilafu hizi na chuki ingie baina Masuni na Mashia, wameanza kuzitoa katika tafsiri ya Sheikh Abdallah Saleh al-Farisi. Kisha sisi twalaumu watu wa dini nyingine kwamba yuharifuna alkalima an mawadhi'i. Kwa hivyo ndugu zangu, nataka tuelewe kwamba sisi hatukutani kuzungumza ya Imam Hussein kwa lengo la kutaka kuwatukana watu. Imam Ali alayhi salam ametukataza, asema msiwe laanin wala sababin, bal qulu kana kadha wa kadha. Msikimbilie kutukana wala kulani, elezeni mambo yalikuwa hivi yakawa hivi. Kisha Muislamu mwenye imani ya Kiislamu moyoni mwake, yeye mwenyewe ajiulize, je, mimi kama Muislamu
si kama mfuasi wa madhhabi fulani, kama Muislamu naridhika na mambo kama haya. Sasa haya mambo yatakayasomwe, ni mambo yatakayaandikwe, watu wayaelewe yaliyotendeka, ili wapate funzo, waangalie watajiendesha vipi. Na hili ndilo sababu ya sisi kukutana katika siku kama hizi, ili tupate kujua yaliyotendeka, tupate funzo na tuweze kufaidika. Sasa taban, mambo yote yana khalfia yake. Kila jambo ukitaka kulielewa vizuri, sharti uwe na khalfia yake, sharti ujue background yake, nyuma kulitokea nini. Na tukija katika masala ya Imam Hussein alayhi salam, kuyaelewa vizuri, ni lazim turudi nyuma, tuelewe yanapotoka. Tukisoma historia tutaona kwamba mambo haya ya Imam Hussein hayakuanza katika mwaka huu wa 60 au wa 50. Yalianza tangu mwanzo Uislamu ukianza, yamekwenda yamepitiwa na tarikhi, yamekuwa mpaka yamefika Imam Hussein kuuawa. Ile Imam Hussein alayhi salam kuuliwa na watu wakasherehekea, na banati wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ikafanywa ilivyofanywa, Maka ikafanywa ilivyofanywa, Madina ikafanywa ilivyofanywa. Ni mambo Muislamu wa leo atakajiulize, hivi ni kweli palitokea Muislamu akaitia moto Al-Kaaba? Na ikiwa alifanya hivyo, mtu aliyeifanya Al-Kaaba namna hii aweza kuitwa Muislamu? Vata kuitwa Muislamu, aweza kuitwa Amirul Mu'minina? Mtu aliyechoma Maka, mtu ambaye amehujumu Madina, akawaua maswahaba tunaowapenda na tunataka tusiwatukane, akawaua, na waliobaki hai akawapiga mihuri. Muhuri gani? Muhuri kwa kila sahaba aliyekuwa hai ambaye hakufa Madina iliposhambuliwa, alikuwa ni mtumwa wa Yazid. Ndugu yangu Muislamu, ikiwa si Shia walipenda hilo, waona ni sawa hilo, kwa mtu amewapiga maswahaba wa Mtume chapa ya kwa kuwa ni watumwa wake, kwa dhambi gani walizofanya? Wata ushia Uislamu, wewe kama Muislamu waona ni sawa hilo? Ni urongo. Ukiwa huwezi kupata kitabu cha Kiarabu, lugha haipandi, fungua cha Sheikh Abdullah Saleh Farsi, amesema kwa Kiswahili kwa kuwa Yazid aliwapiga mihuri masahaba kwa ni watumwa wake. Sasa wewe leo wafunziwa watukane mashia kwa kuwa watukana masahaba,
lakini wafunziwa umwitie yule Amirul Mu'minin aliyewapiga muhuri masahaba. Sasa Muislamu ataka awe na mizani, yale mambo ayapime, apate haki. Sasa kuweza kuyaelewa mambo haya yalikwenda kwendaje, kwa sababu kulifanyika mambo mengi kabla ya kuuawa Imam Hussein alayhi salam. Kulifanyika mambo mengi ambayo leo ukikaa huwezi kuwasanifu wewe kwamba yamefanywa na Waislamu. Lakini hawa Waislamu kufika daraja hii waliofika wakati wa Imam Hussein alayhi salam, na kufika daraja hii tuliofika sasa, tulivyogawanyika na kuwa na chuki baina yetu, sababu yake ni nini? Kumetokea nini mpaka tukafika daraja hii na Waislamu walikuwa kitu kimoja wote? Sasa majlis hizi za Muharram kama hazitatusaidia kuelewa vilikwenda kwendaje mpaka tukafika hivi, tutakuwa hatujaipatia lengo la majlisi ya Muharram. Lakini kuyaelewa mambo haya lazima turudi kwenye background yake, turudi kwenye khalfia yake, na khalfia yake ni tarikhi yote kwa jumla, historia yote kwa jumla ya Uislamu. Lakini historia yapelekwa na watu, na watu ni wengi, lakini mimi naona tarikhi yetu hii inawahusika 6 wakubwa. Tuelewe historia yao, ndio tutaelewa Waislamu kufika hadi hii waliofika. Tuna wahusika 6. Mmoja, wahusika watatu ni wa upande wa Uislamu, wahusika watatu ni wa upande wa kupinga Uislamu. Tukielewa tarikhi hii ndio tutaelewa haya yaliyotendeka katika Muharram. Wa upande wa Uislamu ni Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambaye ndiye kiongozi aliyetuletea Uislamu. Hakuna Muislamu asiyemkubali kuwa Muhammad ndiyo kiongozi wetu, ndiyo bwana wetu, ndiye mtume wetu. Kama yuko atakuwa si Muislamu. Yeye ndiye aliletwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuongoza sisi, kututoa katika viza, kututia katika mwangaza. Na alipokuja ametukua umri wa miaka 23 ya utume wake. Katika miaka 13 ya kwanza alishughulika na jambo moja tu. Alishughulika na kuimeza katika nyoyo za Waislamu neno la tauhid, la ilaha illa Allah. Miaka 13 bwana mtume slogan yake ni la ilaha illa Allah. Wakati ule Waarabu walikuwa na matatizo mengi. Bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam aliinukia akawaona Waarabu wamelemewa na Mayahudi na wageni wengine Warumi. Kama angetaka angesimama akazungumza na Waarabu akawaambia, enyi Waarabu, amkeni, wageni hawa wametuingilia.
Lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam hakutumia slogan ya enyi Waarabu, hakutumia kilma cha kuzungumza na Waarabu. Kiuchumi walikuwa wamelemewa Waarabu na Mayahudi. Bwana Mtume hakuambia Waarabu wasimame wapiganie uchumi wao. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuta watu ni watumwa na mabwana wawadhalilisha, na watumwa walikuwa ni majority, ni wengi zaidi. Lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam hakusimama akazungumza na watumwa, enyi watumwa simameni tupigane. Alikuta waliokuwa wakidhalilishwa, mafukara na maskini, hakuzungumza nao. Yote hayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam hakuyazungumza. Alikuta ubwanyenye, watu wajibagua, wajitukuza kwa makabila, hakuzungumza na kabila fulani isimame ipingane na kabila nyingine. Yeye alisema semeni la ilaha illa Allah mutafuzu, akawa kariri la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Sala wale wote walikuwa wakionea watu kwa nguvu zao au kwa kabila yao au kwa mali yao au kwa chochote, wote walielewa vizuri hatari ya neno la ilaha illa Allah, kwamba neno hili lagawanya watu mafungu mawili. Upande mmoja kuna watu wote, upande mmoja kuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu peke yake ndiye Bwana. Kwa hivyo binadamu wao kwa wao hakuna bwana wa kumtukukia mwenziwe. Atakayekuwa juu katika binadamu ni yule ambaye yuko karibu na Bwana, anayemtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waarabu wakaelewa vizuri, wale wakubwa walikuwa wanatawala Maka pale, wakajua akifaulu Muhammad jambo hili, basi ubanyenye wetu na utukufu wetu na kila kitu kitaondoka. Kwa hivyo wakampinga kwa kuona kwa kuwa sasa mambo ni hatari kwao. Na katika waliompinga aliyekuwa kiongozi upande wa pili, sasa wazungumza mhusika wa pili ni Abu Sufyan. Abu Sufyan ndiye alisimama na akafanya kampeni za kila aina kumpinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alipigana naye mpaka dakika ya mwisho, alipokosa budi, alipokuwa hana la kufanya, ameshindwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kwa ulimi wake akakubali kuwa Muislamu, lakini moyoni mwake bado anao chuki dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kwa hivyo hakumkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kwa imani, alimkubali kwa kukosa budi, ameshindwa, hajiwezi. Kwa hivyo akaingia katika daraja ile ambayo ndiyo hatari iliyopata Uislamu kuanzia hapo. Akaingia katika daraja ya kuwa mnafiki. Binadamu wako makundi matatu: yuko Muislamu, yuko kafiri. Kafiri ni yule ambaye amekataa Uislamu, amejitokeza wazi wazi hataki Uislamu, huna namna ya kumfanya wewe apinga tu. Kisha kuna daraja ya tatu ambayo ndio yenye hatari kabisa,
na kwa Uislamu ndio ambao wamewekwa chini kabisa kwenye moto ya mnafiki. Mnafiki ndiye mtu wa tatu katika movement yote, haraka yoyote ya Kiislamu. Kuna watu aina tatu: kuna wale wanaoiamini, kuna wanaoikataa na kuipinga, kuna ambao waogopa nguvu, hawajui zitakwenda upande gani, kwa hivyo wakawa wakikutana na hawa tuko pamoja na nyinyi, wakikutana na hawa tuko pamoja na nyinyi. Sasa huyu bwana Abu Sufyan akawa yuko katika kundi la wanafiki, baada ya kuwa ni kafiri aliyekuwa ameshindwa katika vita vyote alivyopigana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kukosa budi akakubali sasa awe yeye ni mnafiki, na unafiki wake ukadhihiri wazi, kwa sababu baada ya shakubaliwa na Mtume kumtukuza, akasema atakaingia nyumba yake atakuwa yuko katika amani. Siku moja amekaa msikitini, akamwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, moyoni mwake dharau zile zile alizokuwa nazo wakati wa ukafiri. Akamwangalia akasema moyoni mwake, ya laita shi'ri bima ghalabani, zamani nijue hivi huyu amenishinda vipi. Bado yeye ashapiga shahada, ashindwa kuelewa ili kwendaje Muhammad akamshinda yeye. Kwa hivyo akawa yeye amekuwa mnafiki, aanza kazi yake kuifanya chini chini, na wakaingia watu wengi baada ya kushindwa. Ndio wale ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaacha huru, wakaitwa tulaka. Na hatari ya Uislamu ilitokea pale watu walipoingia katika Uislamu kwa wingi. Waislamu walipokuwa kidogo, Uislamu ulikuwa imara. Watu walipoingia kwa wingi, ikawa sasa hajulikani ambaye ni Muislamu kweli kweli na mnafiki. Wote waonekana ni Waislamu. Wanafiki wakaweza kuifanya kazi yao kwa ndani, kuanzia pale walipoingia kwa wingi. Na hili latupa sisi funzo vile vile. Tusisherehekee tunapoona tunaingiliwa kwa wingi. Leo utasikia wazungu watueleza kwamba Uislamu umepiga hatua kubwa sana Afrika, kwa hivyo watu waingia katika Uislamu kwa wingi, na Waislamu wenyewe kukaa wakisikia raha, twashinda, waingia watu. Ni Waislamu aina gani wanaoingia? Ni Muislamu ambaye alipokuwa si Muislamu, ni Mkristo, alikuwa padri. Akisilimu siku ile aliyosilimu, siku ya pili ni shekhe. Kule alikuwa ni padri, amevaa kola, amekuwa shekhe, amevishwa kilemba. Bila ya kujua Uislamu, hajakaa akausoma Uislamu, amekuwa shekhe. Sasa akiueleza Uislamu katika visa ambavyo viko katika Uislamu na katika Ukristo, atakuwa hakutegemea Qur'ani, ategemea Biblia, ndio anaoijua. Hakuwekwa akaambiwa njoo kwanza tukufundishe Uislamu. Aliachiwa uhuru, akaingia akavuruga. Hakukuwa na makini ya kufunza. Sasa matokeo yake hupatikana Waislamu ule wakati walipoingia wanafiki, tukawa ni Waislamu jina,
lakini ile iltizam, ile commitment ya Kiislamu hatuna. Sasa sisi ni rahisi kuchezewa na kutumiwa sisi tuuvunje Uislamu kwa ndani ya Uislamu. Ndivyo ilivyopatikana wakati ule wa makafiri wengi waliposilimu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa Maka alikuwa na nafasi nzuri ya kushughulika na Waislamu waliosilimu, na hakwenda mbio sana. Yaelezwa kwamba katika miaka mitatu Bwana Mtume alipata Waislamu 50, na ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mungu yuko pamoja na yeye, malaika wako pamoja na yeye, akapata watu 50. Lakini alikuwa na makini ya kukaa nao na kuwafunza Uislamu, ndio wakapatikana Waislamu wale ambao kidogo wakawashinda makafiri wengi katika vita vya Badr. Waislamu 313 wakawashinda 1000 waliokuwa na kila sifa za kushinda dhidi ya Waislamu, lakini wakashindwa wao. Sasa hili ni funzo moja tunalojifunza leo. Ukiangalia mathalan wakati wa Imam Hussein ashakabiliwa na hatari, aondoka Madina yuenda Maka, nani waliomfuata? Aondoka Maka, ashaitwa watu wa Kufa wamwambia njoo na masaini, akamtuma nduguye Muslim bin Aqil, akenda kule akaona kuwa kweli watu wako pamoja na yeye, watu 18,000 wako pamoja na yeye. Lakini amepelekwa mtu ambaye ni katil, akawa yeye ndiye atakayetesa watu. Ikawa akiswalisha Muslim bin Aqil, msikiti umejaa. Vitisho vilipoingia kwa wingi, akawa sasa akitoa salamu aona nyuma watu wapungua, mpaka akafika angalia aona kumbe watu 3. Ni watu waliojitolea kusimama na Imam Hussein, lakini kwa sababu Uislamu wao ulikuwa si ule thabiti, kwa vitisho na kwa kuhongwa, na Sheikh Abdullah ameeleza vizuri katika kitabu chake, wakawa watu wenda wakipungua. Sasa funzo lile twalipata mpaka leo sisi Waislamu wa sasa. Tutajisifu tu wengi, lakini hatuna msimamo wa Kiislamu. Kwa hivyo huyu bwana akasimama kuupinga Uislamu na akaendelea namna hiyo. Wahusika wawili hao, Mtume sallallahu alaihi wa sallam na mpinzani wake. Mtume akamrithisha muhusika wa pili, na Abu Sufyan akamrithisha muhusika wake wa pili. Kwa hivyo sasa wahusika wawili wa kwanza na wawili wa pili. Huku upande wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam akawa yuko Imam Ali bin Abi Talib. Huyu alikuwa ni mtu aliyelelewa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam tangu ni kijana, akapata mafunzo makubwa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndiye aliyekuwa Muislamu wa kwanza
kumkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam, ingawa historia ilivyoandikwa baada ya mchafuko hii iliyotokea, amefanywa si wa kwanza, amefanywa ni mtoto wa kwanza. Lakini yeye ndiye Muislamu wa kwanza kwa kauli za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizomo katika vitabu vya madhahabi mbalimbali. Na yeye ndiye mtu ambaye ameua vigogo vikubwa vikubwa vya makafiri. Hakuna mtu aliyeua vigogo wengi kama yeye, jambo ambalo lilimletea chuki kubwa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza wazi wazi kwamba yeye akiondoka, Imam Ali ndiye atakayeongoza Waislamu. Akasimama katika Ghadir Khum akasema wazi wazi, man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu. Yeye ndiye mtu aliyekuwa akiujua Uislamu vizuri sana, hakuna aliyekuwa akimpita yeye baada ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndiye mtu peke yake aliyeweza kuambia wenziwe, niulizeni kabla sijaondoka. Na katika historia ukiisoma, hakuna mahali hata pamoja ambapo Imam Ali ametokewa na mushkil akenda kauliza, ila twaona maswahaba wakubwa wakubwa wakenda kwake yeye kumuuliza mishkili yao, yeye akiwaeleza. Mpaka khalifa wa pili asema, laula Ali la halaka Umar, kama si Ali Umar angeangamia. Hakupitwa na mtu yoyote kwa ilmu ya kuelewa. Ndipo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Ali maa alhaq walhaq maa Ali, Ali pamoja na haki na haki pamoja na Ali. Mbali aya za Qur'ani zinazomsifu Imam Ali alayhi salam na hadithi kadha wa kadha. Huyu ndiye mhusika wa pili, ambaye upande wa pili akasimama mtu ambaye ni mtoto wa yule Abu Sufyan, akiitwa Muawiya bin Abi Sufyan. Yeye akawa ndiye mpinzani wa uongozi wa Ali. Sasa kama Abu Sufyan babake alipokuwa mpinzani wa uongozi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiangalia katika vitabu vya history vya hadithi, huoni sifa aliyosifiwa kulingana na sifa alizosifiwa Imam Ali. Huoni sifa yoyote isipokuwa ile ya kuapizwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hata shiba siku zote, la ashba Allahu batnak, Mungu asikushibishe tumbo lako. Kwa hivyo ikawa yeye sifa yake kubwa ni kula. Yeye ndiye aliongoza vita vyote vya kupigana na Imam Ali alayhi salam mpaka akafa. Yeye ndiye aliyemuua Imam Hassan alayhi salam kwa kumuhonga mke wake. Yeye ndiye aliyemuua Muhammad bin Abu Bakar, mtoto wa khalifa wa kwanza, kwa kumtia katika kiriba cha punda na kumchoma moto. Yeye ndiye aliyemuua Malikul Ashtar, akamsingizia Mungu, akasema Mwenyezi Mungu ana majeshi katika asali. Alimpelekea asali yenye sumu, alipokufa akasema majeshi ya Mungu yale yaliomuua. Yeye ndiye alikuwa akijisifu kwamba namna ambavyo aelewa siasa vizuri, mkishindana kuvuta unywele wewe na yeye,
haukatiki, kwa sababu asema ukiuvuta mimi nitalegeza, ukilegeza nitavuta. Akijisifu yeye kwamba kama hayo, yeye ndiye alileta anasa za kila aina katika Uislamu. Yeye ndiye alisababisha Imam Ali alayhi salam, mwenye sifa zote hizi tulizozisoma, zilizomo katika vitabu vyote vya dini ya Kiislamu, yeye ndiye alipanga njama za kumlani Imam Ali juu ya mimbar. Imam Ali, sifa alizosifiwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake, yeye akaona kumvunja haiba yake ni kuamrisha Imam Ali alaaniwe katika mimbar ya Ijumaa na ya Eid. Kila khatibu akipanda siku ya Ijumaa lazima kuweko na kipande cha kumlani Imam Ali alayhi salam. Akalaaniwa Imam Ali, ikafika hadi ya watu kutengeza tasbihi, si ya kusema subhanallah walhamdulillah, ni tasbihi ya kumlani Imam Ali. Sasa ukikaa ukafikiri Muislamu kama Imam Ali, hawa Waislamu walifanywaje mpaka wakaona ni sawa kumlani Imam Ali katika mimbar, ni sawa kutengeneza na tasbihi za kumlani Imam Ali? Ikafika hadi hata kama watu wamewa, na hadithi ya mtume pia ikaweka, kwa kuwa ati mtume amesema ukhalifa utakuwa miaka 30, baada ya miaka 30 utakuwa ufalme. Hizi ni hadithi hutolewa kwa mtume amesema ukhalifa utaendelea miaka 30, baada ya miaka 30 utaanzishwa ufalme, kutia nguvu hii hatua aliyochukua Muawiya. Sasa huyu ndiye Muawiya aliyeanza fitna zote zilizofika mpaka hapa palipofika sisi leo. Alileta kila aina ya vituko katika kuuchafua Uislamu, ukaja ukaingiliwa na mwanawe ambaye ni mhusika mwingine wa upande huu, ni baba, mtoto na mjukuu, ni Yazid. Huku kwa Imam Ali akawa na Imam Hussein. Sasa kwa leo tukomeni hapa, kwa sababu uwanja ni mkubwa wa Yazid na Imam Hussein alayhi salam. Tutauingilia kesho tukijaliwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.